chama cha ODM mwelekeo uko vipi? Tumeona mambo yamenyamaza tangu baba aondoke, roho yake endelee kupumzika pema peponi, lakini ni kwamba kuna msukosuko hapa na pale. Pengine tuelewe vipi kutoka kwenu kama viongozi wa kaunti? Mimi nilienda kuwania kiti cha MCA Mbololwa na tikiti ya ODM. Na ndugu yangu Mariki, mimi nilipitia katika moto, maana nilienda kwa party primaries mchujo, na nikawapiku wenzangu watano wenye tutashindana nao, na chama kilinipeleka pale bungeni kinaitwa ODM. Sasa hii nasikia eti kuna ODM Linda Ground na Linda Mwananchi. Lakini nauliza swali moja. Katika registration of political parties, ni chama gani kimekuwa registered? Swali la kwanza. Swali la pili, mimi kila mwezi nalipa pesa subscription ya chama shilingi 5,000. Nalipa nani? So kulingana na mimi, ODM bado ni moja. ODM ni moja, ile ambayo na subscribe, ile ambayo ilinifadhili kwenda kuania kiti cha MCA Mbololwa. Kitu kinachoendelea sasa hizi ni malumbano, ideological differences, malumbano ya kihisia, malumbano ya kimawazo, kwamba kuna watu wanasema kwamba tulinde ground, wanasema tulinde Mwananchi, wengine wanasema kwamba tuungane mkono na serikali kuu, wengine wanasema kwamba serikali kuu imetuangusha, kwa hivyo hatuungana nao mkono. Lakini kulikuwa na kinara wa chama ambao ni Raila Amolo Odinga. Yale ambao walielewana wakiwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto, apart from the 10-point agenda ambayo tumeiona, najua kabisa kabla Raila kuvuta pumzi zake za mwisho alibakisha ODM ikiwa iko na uhusiano na serikali kuu, wakisema kwamba watatekeleza 10-point agenda. Sasa Raila hakutoa mwelekeo kama 10-point agenda isipotekelezwa nini kitafanyika, ama ikitekelezwa nini kitafanyika. So kila mtu ameachwa katika hali ya sintofahamu kwamba haijafanyika ama imefanyika kwa fulani. Kuna msemo kwa Kiswahili unasema kwamba mti mkuu ukianguka ndege hutaabika. Ina maana sasa wana ODM wanataabika sana. Mimi kusema kweli sijatikisika. Mimi sina wasiwasi kabisa na mambo ya ODM. Kwanza mimi ninaangalia Biblia sana, kwa sababu utawania tena na tiketi ya ODM ama utaenda na tiketi ya chama kingine? Ndio nakwambia, kuna Biblia inasema kwamba stand still and wait upon the Lord. Hapo ndo niko, kwamba mahali niko hapo ndo niko. Kumekuwa na msukosuko wa uongozi wa chama cha ODM kwenye kaunti ya Taita Taveta. Je, wewe ulifanikiwa kuchaguliwa kuwa baadhi ya viongozi kwenye kaunti hii? Mimi sikuwania kiti chochote. Mimi katika chama cha ODM sikuwania kiti chochote. Lakini uchaguzi ulifanyika na viongozi tunawajua kuanzia juu mpaka chini. Tunawajua wale ambao majina yao yameenda Nairobi after uchaguzi ulifanyika. Kwa hivyo mimi, kulingana mimi, chama cha ODM kiko imara Taita Taveta. In fact, bwana ndugu yangu, unashangaa watu wakisema eti ODM imesambaratika. Alafu wanasema eti sasa turuke huku. Ni chama gani kiko strong kama ODM Taita Taveta? Le chama unaweza sema hivi unaweza kitaja, useme, uweke vigezo kabisa kwamba hiki kiko strong kushinda ODM. Pengine haviko dhabiti, ila kwamba pengine vimeanza kupenya hapa na pale. Of course kupenya lazima, mpenyo wa ODM. Kwa mfano uchaguzi uliopita ambapo ulichaguliwa kwenye tiketi ya ODM, utapata kwamba mliopata kuchaguliwa kwenye ODM mlikuwa wachache kuliko hapo awali. Na hiyo change is inevitable. Kuna wakati ndugu yangu tulikuwa na chama kimoja Kenya. KANU ndio baba na mama. Tukaja multi party. Alafu wakati wa chungwa ndizi
2005 kwa kama kuna ODM, a very strong ODM, lakini dynamics zikaja tena, vile vyama vingine pia vikafuka kivyao, kwaja coalition ya Rainbow NAC, kwaja Jubilee na UDA na UDA na UDA na URP kukaja tena. So hii mabadiliko ni ya kawaida and you expect more of changes anyway. So ukweli wa mambo ni kwamba kuweka wananchi wote akili zao mahali pamoja katika Kenya na demokrasia ambayo imekuwa kiwango hiki waga ni ngumu sana, lakini all having been said and done, we still command the highest number of seats, especially in the county assembly, than any other party. The second party which came recently ni PA, na PA saizi itavongeza hizi haiko